Nataka nikwambie kwamba kwenye maisha yako ya hapa duniani lazima kitu hichi kiwe ni msingi wa maisha yako, upendo. Unapokuwa unawapenda watu wale wanaokupenda, lakini kuna baadhi ya watu huwapendi kwa sababu fulani fulani. Hicho kifaa au hicho kitu tunakiita ubaguzi wa mapenzi au wa upendo. Ubaguzi kwenye upendo haina maana yoyote mbele ya Mungu. Unapokuwa unaweza kumpenda huyu, unampenda huyu kwa sababu either wanakusaidia hiki au wapo kwenye hali nzuri hii, ila hauwapendi baadhi ya watu kwa sababu either wanakuchukia, either ni wambea, either ni walevi, either ni wazinzi. Kwa hiyo unajikuta kuna watu unawapenda kwa sababu wako chanya kwa upande wako. Kuna watu unawachukia au hauwapendi kwa sababu wako hasi kwa upande wako. Hicho kitu tunakiita ni ubaguzi katika upendo au discrimination in love. Discrimination in love ina maana kwamba ni bora hata hicho kitu kisingekuwepo au kisingetokea. Ni bora huo upendo usingekuwepo wala usingetokea, kwa sababu hakuna chochote unachokifanya. Mungu matarajio yake makubwa ni kila mwanadamu aishi maisha matakatifu ambayo ataweza kujikinga na dhambi kabisa. Sasa upendo ndo tiketi. Ila upendo unapopungua, mawasiliano yakapungua, ule utukufu wa Mungu unaondoka, na hichi kitu wakinapeleka familia nyingi, maisha ya watu wengi kuteseka na kuangamia. Kwa basi ni kufundishe jambo hili, ulielewe, ulifahamu, ulitafakari, na liweze kusaidia kujenga hatima kubwa ya maisha yako na kuwa mtu mwenye upendo, kuliko kupambana kuwapenda watu kwa sababu ya maslahi. Na yale maslahi yanapokuja yakaisha, ya maana ile thamani inapotea, na hapo ndipo kinakuwepo kilio na kusaga meno. Niendelee kukusihi usiache kuwa mtu mwenye upendo, kuwa mtu wa kusamehe, mtu wa kuachilia, lakini pia kuendelea kufanya jambo ambalo litaweza kutuinua na kutuletea mshikamano na umoja. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.